Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Juni 20 ya mwaka wa 2026. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema kuishi kwa ajili ya wengine. Ni mada ambayo imejengeka katika kitabu kile cha Mathayo Mtakatifu sura ya 20 aya 28, ambapo neno la Mungu linasema, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Hatupaswi kuishi kwa ajili yetu wenyewe. Yesu alikuja ulimwenguni humu kuishi kwa ajili ya wengine, si ili kutumikiwa bali kutumika. Ikiwa unafanya jitihada ili kuishi kama alivyoishi, unauambia ulimwengu, mtazame mtu wa Kalvari, kwa kanuni na mfano unaowaongoza wengi katika njia ya haki. Dhambi inayoendekezwa kwa kiwango kikubwa na inayotutenga mbali na Mungu na kuzalisha ghasia za kiroho zinazoambukiza ni ubinafsi. Hakuna kurejea kwa Bwana isipokuwa kwa kujikana nafsi. Kwa sisi wenyewe hatuwezi kufanya jambo lolote, lakini kwa njia ya Mungu kutuwezesha, tunaweza kuishi na kuwatendea wengine mema, na kwa njia hii kufunga ubaya wa ubinafsi. Hatuhitaji kwenda kwenye nchi ya ugeni ili kuonesha shauku yetu ya kutoa vyote kwa Mungu katika maisha yenye manufaa na yasiyo na ubinafsi. Tunalazimika kufanya hili kwenye uzio wa familia, kanisani, miongoni mwa wale tunaoshirikiana nao na tunaofanya nao kazi. Pale kwenye matembezi ya maisha yetu ya kawaida, ndipo mahali ambapo nafsi inapaswa kukanwa na kusalimishwa kwa Yesu. Paulo alisema, nakufa kila siku. Waraka wa kwanza wa Korintho sura ile ya 15 ya 31. Ni katika kufa kila siku kwa nafsi, kwenye shughuli ndogo ndogo za maisha ambako kunatufanya kuwa washindi. Tunapaswa kuisahau nafsi katika shauku ya kuwatendea wengine mema. Kwa wengi kuna upungufu dhahiri wa upendo kwa wengine. Badala ya kutekeleza wajibu wao kwa uaminifu, badala yake wanatafuta anasa yao wenyewe. Kwa hakika Mungu anaamuru juu ya wafuasi wake wote wajibu wa kuwabariki wengine kwa mvuto na mali zao. Katika kuwatendea wengine mema, kutakuwa na burudiko la kuridhika, amani ya ndani ambayo itakuwa ni tuzo ya kutosha. Wanapochochewa na shauku kuu na adilifu ya kuwatendea wengine mema, watapata furaha ya kweli katika utekelezaji wa uaminifu wa majukumu mbalimbali ya maisha. Hili litaleta zaidi ya utuzo ya kidunia kwa kila mwaminifu. Utekelezaji usio wa ubinafsi wa majukumu unatambuliwa na malaika na kung'aa katika kumbukumbu ya maisha. Huko mbinguni, hakuna mtu atakayefikiria nafsi wala kutafuta anasa zake mwenyewe, bali wote kutokana na upendo safi wa kweli watatafuta kufurahi na viumbe wa mbinguni kando yao. Ikiwa tunatamani kufurahia jamii ya mbinguni katika dunia iliyofanywa upya, lazima tuongozwe na kanuni za mbinguni hapa duniani. Hii ni Juni 20 ya mwaka wa 2026, tukiangazia mada isemayo kuishi kwa ajili ya wengine. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya masomo haya na somo hili zuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina.
popote na Yesu nina furaha, anitumapo Yesu ndio raha, asipokuwapo hapa nifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele, akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.